Ndugu zangu wapendwa, leo ni Alhamis, ni kumbukumbu ya siku ile Bwana Yesu alipoweka Ekaristi Takatifu. Ekaristi Takatifu ni sakramenti ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, aliye kweli katika maumbo ya mkate na divai. Ekaristi Takatifu, ndugu zangu, ni chemchemi ya uzima wetu. Ekaristi Takatifu, kama tunavyofahamu, ni zawadi kuu ya Kristo kwa kanisa lake, chanzo cha neema na kilele cha maisha ya Kikristo. Katika sakramenti hii Yesu Kristo anajitoa mwenyewe kwa waamini, akiwapa mwili na damu yake kama maumbo ya mkate na divai. Tendo hili ni tendo la upendo mkubwa na wa hali ya juu, ndugu zangu wapendwa, linalounganisha mbingu na dunia na kuwa kiini cha ibada ya Kikristo. Katika Injili ya Luka sura ya 22 aya 19 hadi 20, Yesu alisema, "Huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu, na hii ndio damu yangu itakayomwagika kwa ajili yenu." Tendo hili ni tendo la upendo wa hali ya juu, ambapo Mungu anajitoa kwa wanadamu ili wawe na uzima wa milele. Mtume Paulo anathibitisha haya kwa kusema, "Mkila mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mwatangaza mauti ya Bwana hata atakapokuja." Tunayasoma hayo katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 11 aya ya 26. Ndugu zangu, Ekaristi Takatifu ni kiini cha maisha ya kanisa. Mababa wa kanisa wameeleza Ekaristi Takatifu kama chemchemi na kilele cha maisha ya Kikristo. Baba Mtakatifu Leo wa 13 alisema kuwa Ekaristi ni roho ya kanisa, kwani ni katika sadaka hii ambapo waamini wanapata nguvu za kiroho na kuungana na Kristo. Mtakatifu Agustino aliwahi kusema kwamba Ekaristi ni chakula cha roho kinachotufanya kuwa mwili mmoja na Kristo. Alisema, "Ikiwa mnataka kuishi maisha ya Kristo, mnapaswa kula chakula cha Kristo, yaani Ekaristi." Mtakatifu Toma wa Aquino alieleza kwamba Ekaristi Takatifu ni dawa ya kutuponya kutoka katika umauti wa kiroho, ikituondoa kutoka katika dhambi na kutuimarisha katika neema. Ndugu zangu, Ekaristi inatufanya tuwe washirika na waamini wenzetu. Katika Ekaristi, waamini wanashiriki karamu ya Pasaka, wakifanywa kuwa mwili mmoja katika Kristo. Mtume Paulo alisema katika waraka wake wa kwanza kwa Wakorinto sura ya 10 aya 17, "Mkate mmoja, sisi tulio wengi tunaoshiriki mkate huo mmoja, ambao tu mwili mmoja. Basi kwa maana sisi sote tunashiriki mkate mmoja, sisi tulio wengi tunakuwa mwili mmoja." Ndugu zangu, hii inaonyesha kuwa Ekaristi si ibada ya mtu binafsi, bali ni tendo la jumuiya, ni ishara ya umoja na kifungo cha mapendo ya waamini. Ndugu zangu, kwa nini mtu anapaswa kupenda Ekaristi Takatifu? Kwa nini wewe unayenisikiliza unapaswa kupenda Ekaristi Takatifu? Kwa wale wanaopuuza au kupinga Ekaristi, ni muhimu kuelewa kuwa hii si ibada ya kawaida tu, bali ndugu zangu, ni muunganiko kati ya mbingu na dunia hapa. Katika Ekaristi tunashiriki liturujia ya mbinguni, tukitangulia kuonja uzima wa milele tukiwa hapa duniani. Mtakatifu Padre Pio aliwahi kusema kwamba dunia inaweza kuishi bila jua, lakini haiwezi kuishi bila Ekaristi Takatifu. Narudia tena, Mtakatifu Padre Pio aliwahi kusema dunia inaweza kuishi bila jua, mnajua manufaa ya jua, lakini haiwezi kuishi bila Ekaristi Takatifu. Hivyo Ekaristi Takatifu ni muhimu kuliko hata jua. Ekaristi, ndugu zangu, ni chakula cha kiroho kinachotupa nguvu ya kushinda majaribu na kuishi maisha ya utakatifu. Ekaristi ni dawa ya uzima inayotufanya kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu wetu. Ndugu zangu, Ekaristi Takatifu inadhihirisha uwepo wa halisi wa Bwana wetu Yesu Kristo katika kanisa Katoliki.
Mzangu, Kanisa Katoliki linafundisha kuwa Ekaristi sio ishara tu za nje au maumbo, bali ni uwepo halisi wa Yesu Kristo, yani mwili na damu yake, roho pamoja na umungu wake. Mababa wa kanisa wameeleza kinaganaga katika hili kwamba Ekaristi ni muujiza wa upendo wa Mungu kati yetu, ambapo Yesu anajitoa kwa waamini ili wawe na uzima wa milele. Mtakatifu Yohane Chrysostomi amewahi kuzungumza na kusema kwamba katika Ekaristi hatuoni tu mkate na divai, bali tunamuona Kristo mwenyewe akijitoa kwa ajili yetu. Uzangu, Ekaristi ni maisha yetu ya kila siku. Ekaristi sio tukio la ibada tu, bali ni mtindo wa maisha. Waamini tunapaswa kuishi maisha yanayoakisi upendo wa Kristo, wakionyesha maisha huruma, msamaha na kujitoa kwa wengine. Mtakatifu Teresa wa Avila aliwahi kusema kwamba baada ya kupokea Ekaristi tunapaswa kuwa mwanga wa Kristo kwa wengine. Hivyo ndugu zangu, Ekaristi ni zawadi kuu ya Kristo kwa kanisa lake. Ni chemchemi ya neema, ni chakula cha roho na ni kiini cha maisha ya Kikristo. Kwa wale wanaoipinga au kuipuuza Ekaristi takatifu, ni muhimu kutafakari sana juu ya upendo wa Mungu unaojidhihirisha katika sadaka hii. Ikiwa mtu hajawahi kuhisi mvuto kwa Ekaristi, basi ni wakati wa kujaribu kuingia katika siri ya upendo wa Mungu kwa kumkaribia Kristo katika sakramenti hii takatifu. Kupokea Ekaristi takatifu kwa moyo safi na kwa imani thabiti huleta baraka nyingi za kiroho na kimwili. Hata hivyo, kutokupokea au kupokea bila mastahili unaweza kuwa na athari mbaya sana kwa maisha ya kiroho. Hapa napenda niwaambie kuna faida za kupokea Ekaristi takatifu kwa mastahili na kuna hasara za kupokea Ekaristi takatifu bila mastahili. Hebu tuangazie hizi faida za kupokea Ekaristi takatifu kwa mastahili ni zipi. Ya kwanza kabisa, tunapopokea Ekaristi takatifu tunakuwa na muunganiko na Kristo. Yaani Ekaristi inatuunganisha moja kwa moja na Yesu Kristo, tukishiriki mwili na damu yake. 2. Tunapopokea Ekaristi takatifu tunapewa nguvu ya kiroho. Ekaristi takatifu inatupa nguvu ya kushinda majaribu yetu mbalimbali na kuishi maisha ya utakatifu. Lakini pia namba 3, Ekaristi takatifu inatupatia ondoleo la dhambi ndogo ndogo. Kuna dhambi ndogo ndogo. Kupokea Ekaristi kwa imani tunaweza kufuta dhambi ndogo na kutuimarisha dhidi ya kutenda dhambi kubwa. Namba 4, Ekaristi takatifu inatupatia uzima wa milele. Yesu mwenyewe alisema katika maneno yake mwenyewe, Injili ya Yohane sura ya 6 aya 54, kwamba aulai mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Namba 5, Ekaristi takatifu inatufanya tuwe na umoja, tuwe wamoja na wenzetu ambao ni waamini. Ekaristi ni kifungo cha umoja, Ekaristi inatuunganisha na jumuiya ya waamini, tukifanywa kuwa mwili mmoja katika Kristo. Namba 6, Ekaristi takatifu ni dawa ya kiroho. Mtakatifu Toma wa Aquino alieleza kuwa Ekaristi ni dawa ya kutuponya milele kutokana na umauti wa kiroho. Namba 7, Ekaristi takatifu inakuza ndani yetu upendo na huruma. Unapopokea Ekaristi takatifu unajazwa neema ya Mungu, unafanya kuwa na upendo na huruma kwa wengine. Uzangu, hizo ndio faida za kumpokea Yesu wa Ekaristi ndizo hizo. Lakini pia kuna hasara kwa wale wanaopokea Ekaristi takatifu kwa mazoea au kwa kufuru. Hasara ya kwanza ni kupoteza neema ya Mungu. Kutokupokea Ekaristi bila mastahili, kupokea bila mastahili unatufanya tukose neema ya kiroho inayotufanya kuwa na nguvu dhidi ya dhambi, ndugu zangu. La pili, hasara nyingine unayopata ni kwamba unakosa muunganiko na Kristo. Ekaristi ni njia kuu ya kuungana na Kristo. Kama mtu apokei, basi ajue tu kwamba hana muunganiko na Kristo. Unatufanya tuwe mbali na uwepo wake halisi. Ndugu zangu, hasara ya 3, tunakosa uzima wa milele tusipompokea Yesu Ekaristi. Yesu alisema kuwa wale wanaoshiriki mwili wake wanapata uzima ndani yao
na wale wasioshiriki hawana uzima wa milele ndani yao. Yohane sura ya 6 aya ya 53. Ndugu zangu, tunavyopuuza ekaristi mara kwa mara, tunakuwa na udhaifu wa kiroho na kushindwa kuishi maisha ya utakatifu. Tunadhoofika kiroho. Lakini nyingine, kupokea ekaristi bila mastahili ni kujihukumu wenyewe. Waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 11 aya 27, Paulo anasema, kila aulaye mkate huo na kukinywa kikombe hicho cha Bwana bila kustahili anakuwa na hatia dhidi ya mwili na damu ya Bwana. Pia hasara nyingine ni kukosa umoja na kanisa. Ekaristi ni ishara ya umoja na waamini. Kutokupokea kunatufanya tuwe mbali na jumuiya ya waamini. Hivyo ndugu zangu, wale ambao hawapokea Ekaristi takatifu wajichunguze mara mbili. Lakini namba 7, kudhoofisha maisha ya kiroho. Kupokea Ekaristi bila toba au bila imani thabiti unaweza kuwa na athari mbaya kabisa kwa roho, kwani ni tendo la ibada linalohitaji moyo safi ndugu zangu. Hivyo ndugu zangu, niseme tu kwamba kupokea Ekaristi kwa imani na moyo safi ni zawadi kubwa inayotufanya kuwa na uzima wa milele. Wale ambao wanapuuza au kupokea bila mastahili, ni muhimu kutafakari juu ya upendo wa Mungu unaojidhihirisha katika sakramenti hii takatifu aliyotuachia. Kupokea Ekaristi takatifu ni tendo la ibada lenye masharti maalum yanayotakiwa kufuatwa na waamini wanaopokea sakramenti hii kwa heshima na tena kwa mastahili. Kanisa Katoliki linaweka vigezo vya kiroho na kimaadili ili mtu aweze kushiriki kikamilifu katika neema hii ya Ekaristi. Kwanza kabisa, kuna masharti ya kupokea Ekaristi takatifu. Kwanza kabisa, anayepokea lazima awe Mkatoliki aliyebatizwa. Ekaristi ni sakramenti ya waamini waliobatizwa katika Kanisa Katoliki. Lakini pili, lazima mtu anayepokea awe na imani thabiti. Mtu anapaswa kuamini Bwana. Anapaswa kuamini kuwa Ekaristi ni mwili na damu halisi ya Yesu Kristo, si vya sheria tu. Lakini namba 3, lazima uwe na uhakika kwamba unapewa neema ya Mungu. Mtu hapaswi kuwa katika dhambi kubwa halafu anakwenda kumpokea Yesu Ekaristi. Ikiwa amefanya dhambi kubwa, anapaswa kuungama kwanza ndugu zangu. Lakini pia mtu anayepokea Ekaristi takatifu lazima awe mfunga. Kuna mfungo wa kiekaristia. Mfungo wa kiekaristia walau lisali moja kufunga chakula, masaa 3 kufunga kileo. Lakini ya 5 ni kwamba kushiriki misa kwa ibada na kwa heshima. Kupokea Ekaristi kunapaswa kufanyika kwa moyo wa ibada na si kwa mazoea au bila utambuzi wa thamani ya nini unakwenda kupokea au unakwenda kufanya. Lakini pia namba 6, lazima kujitayarisha kiroho kabla ya kwenda kumpokea. Lazima kutafakari na kusali kabla ya kumpokea Yesu Ekaristi au kabla ya kushiriki misa. Kujiweka tayari kwenda kusali misa, kufanya maandalizi ya mapema. Lakini namba 7, lazima kusikiliza na kufuata mafundisho ya kanisa. Waamini wanapaswa kuzingatia mafundisho ya kanisa kuhusu Ekaristi takatifu, ikiwa ni pamoja na kuheshimu liturujia ya misa takatifu na taratibu nyingine za ibada. Ndugu zangu, Mtume Paulo alionya kuhusu kupokea Ekaristi bila mastahili. Alisema, kila aulaye mkate huo au kunywa kikombe cha Bwana bila kustahili atakuwa na hatia ndugu zangu mbele ya mwili na damu ya Bwana. Tunasoma haya katika waraka wake wa kwanza kwa Wakorinto sura ya 11 aya ya 27. Kwa hiyo ndugu zangu, ni muhimu kuhakikisha kuwa mtu anapokea Ekaristi kwa moyo safi na kwa heshima ili kushiriki kikamilifu katika neema ya Kristo. Lakini ndugu zangu, tujiulize, kwa nini watu leo hii wanapuuza? Jamani, kuna sababu ambazo zinafanya watu wanapuuza. Tumezisikia. Na suluhisho lake ni nini? Katika nyakati za sasa, heshima kwa Ekaristi takatifu imepungua kwa sababu mbalimbali, ikiwemo kupungua kwa imani thabiti, mazoea yasiyo sahihi na ukosefu wa ufahamu wa kina juu ya sakramenti hii kuu. Hili ni jambo la kusikitisha sana ndugu zangu wapendwa, kwani Ekaristi ni zawadi ya thamani kutoka kwa Kristo, kutoka kwa Mungu, tena inayotupatia uzima wa milele. Hebu tuangalie sababu za kupungua kwa heshima kwa Ekaristi takatifu ni zipi.
Ya kwanza, kupungua kwa imani na ufahamu. Watu wengi ni wajinga, hawatambui kuwa Ekaristi Takatifu ni uwepo halisi wa Kristo, wakichukulia kama ishara tu. Hii sababu ya pili, mazoea na kutopenda ibada na misa takatifu. Baadhi ya waamini wanapokea Ekaristi kwa mazoea bila tafakari ya kina juu ya thamani yake. Lakini la tatu, watu wamejaa madhambi na kutotubu, na wengi wanapokea Ekaristi bila kuungama dhambi kubwa, jambo ambalo linapunguza heshima kwa sakramenti hii ya Ekaristi. Jambo la nne ni mabadiliko ya utamaduni na teknolojia. Dunia ya sasa imejaa ushawishi, ndugu zangu, ushawishi wa kidunia unaopunguza ari ya kiroho na ibada ya kweli kwa Mungu. Jambo la mwisho ambalo nafikiri linachangia watu kupuuza Ekaristi ni ukosefu wa mafundisho sahihi. Baadhi ya waamini hawajafundishwa vya kutosha kuhusu sakramenti ya Ekaristi. Pengine walipianga tu halafu wakapewa Ekaristi, na umuhimu wa Ekaristi katika maisha ya Mkristo. Sasa hebu tuangalie suluhisho. Kuna mambo ambayo tunaweza kufanya yakasaidia watu wawe na imani. Jinsi ya kurejesha heshima kwa Ekaristi Takatifu. Kwanza kabisa, nafikiri kufundisha mafundisho sahihi. Kanisa linapaswa kuimarisha mafundisho wa waamini, na hasa kuandaa watoto na vijana, na hata mara kwa mara kurudia tena katekesi. Maana katekesi haishii tu kwenye mafundisho ya ubatizo kwa mimi na mara, hapana, yanaendelea. Katekesi endelevu ni muhimu, hasa kuhusu mafumbo haya makuu ya imani yetu. La pili, kuhimiza roho ya toba na maisha ya utakatifu. Waamini wanapaswa kuungama dhambi kabla ya kupokea Ekaristi ili wawe na moyo safi. Unaona, msafara wa watu kwenda kupokea Ekaristi ni mrefu, lakini angalia wale wanakwenda kuungama ni wangapi? Mstari mfupi kabisa. Ya tatu, kushiriki ibada ya kuabudu Ekaristi Takatifu. Watu wengi huwa hawapendi kwenda ibada za baraka. Kuabudu Ekaristi Takatifu nje ya misa kunasaidia waamini kutambua uwepo halisi wa Kristo. Tufanye mazoezi haya ya kiroho ili kuimarisha imani yetu kwa Yesu Ekaristi. Namba 4, kuhamasisha ushiriki wa misa kwa ibada na heshima. Waamini wanapaswa kushiriki misa kwa moyo wa ibada, wakitambua kuwa wanakutana na Kristo mwenyewe. Lakini namba 5, kuonyesha mfano wa heshima. Viongozi wa kanisa na waamini wanapaswa kuonyesha heshima kwa Ekaristi kwa vitendo, kama vile kupokea kwa ibada na kusali kwa unyenyekevu. Basi ndugu zangu wapendwa, niseme tu kwamba Ekaristi ni chemchemi ya neema na uzima wa milele. Leo Alhamisi tunavyokumbuka kuwekwa kwa Ekaristi Takatifu, Yesu alisema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Injili ya Yohane sura ya 6 aya 54. Na hivi kupokea Ekaristi kwa imani, ndugu zangu, na moyo safi kunatufanya kuwa na muunganiko wa ndani kabisa na Kristo. Unatupa nguvu ya kiroho na kutuimarisha katika safari ya utakatifu. Ndugu zangu, usiache kushiriki misa kwa ibada, usiache kupokea Ekaristi kwa heshima, usiache kumwabudu Yesu Ekaristi, usiache kuondoka na Kristo akae katika roho yako, akujaze neema yake. Tumsifu Yesu Kristo. Qui deceris Pacitus, donum Dei altissimi, fons vivus inis caritas, et spiritualis unctio. Tu septi fornis munere, dextre Dei tu digitus,